الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ndugu zangu kina baba kadhalika kina mama, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa fadhila zake ndiye aliyetujalia na akatuazima pumzi tukaweza kuidiriki siku ya leo, lakini tukapata fursa ya kufika mahala hapa. Huu si ujanja wetu na wala si nguvu zetu na wala si utashi wetu, bali ni mapenzi yake Allah Jalla Jalaluhu. Leo ni siku ya Ijumaa. Ni kawaida yetu kukutana mahala hapa tukiwa na lengo la kufanya ibada ya dua, ibada ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya matatizo tulionayo, ikiwemo matatizo ya kiafya, matatizo katika milango ya mali, matatizo ya kibiashara, matatizo ya kimahusiano, kazi na kadhalika, mambo yote yanayotaallaki na maisha kwa ujumla. Sasa inategemea wewe umekuja mahala hapa ukiwa na tatizo gani. Na tunatoa fursa kila siku ya Ijumaa jioni kabla ya dua kuanza, kila mmoja atie nia, kwa sababu innamal a'malu binniyati, hakika matendo yote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanakubalika kwa nia, kwa kunuia. Ndio maana mwanzo kabisa kabla ya sisi kuanza dua unapewa fursa ya wewe kutia nia juu ya lile ambalo unakusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutatulie. Kadhalika kesho jioni ni siku ya dua na kesho kutwa Jumapili ni siku ya dua. Lakini katika kituo hiki tunazo dua kubwa kubwa, takriban hufanyika kila mwezi na matangazo yake yanadumu mwezi mzima, ili kila mmoja apate habari za ujio wa dua kubwa aweze kuhudhuria. Mathalan, mbele yetu tunayo dua inayokwenda kwa anwani Duau Qisisin, dua ya kisisina.
ambayo itaambatana na operation ya ungo wa kisisina. Na leo nitaizungumza dua hii upande wa operation tunayokusudia kuifanya, ambayo inaitwa operation ya ungo wa kisisina. Awali dua hii ilikuwa ifanyike mapema tarehe 4 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025, lakini kwa sababu zisizozuilika tukasogeza mbele, ikawa ifanyike tarehe 11 mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025. Lakini pia kukajitokeza dharura, tukaipeleka mbele, ikawa dua hii ifanyike tarehe 18 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025. Yani dua hii ilikuwa ifanyike kesho kutwa, siku ya Jumapili. Lakini pia kumejitokeza dharura, na dharura yenyewe ni faida kwetu sisi, ni manufaa kwetu sisi, kwa sababu tunataka tufanye kilicho bora. Hatutaki kufanya alimuradi kujifanyia. Nilikuambieni hapo awali, huu ungo wa kisisina huu unasukwa au unashonwa na aina 7 za majani, na si majani ya kawaida. Labda kusema tu kwamba mtu anaingia mashambani huko anajichumia majani, kisha majani yale yanakaushwa then unasukwa ungo wa kisisina. Hapana, majani yatakayotumika au yanayotumika kuusuka ungo wa kisisina ni majani ambayo ni tiba, na hayatoki Afrika peke yake. Yako majani ambayo hupatikana Mashariki ya Kati, lakini kuna majani mengine yanapatikana East Africa. Tumefanikiwa kupata aina zote za majani isipokuwa aina moja. Kwa hiyo aina 6 za majani tumepata, na ungo tayari umekwisha sukwa, lakini tumebakisha sehemu moja tu ya aina 7 ya yale majani, na haya yanatoka Sudani, na tumefanya mawasiliano na ndugu yetu akiwepo Uganda. Hivi yuko safarini, anatokea Sudani kwa ajili ya kutuletea aina ya majani iliyobakia. Kwa hiyo anaweza akaingia siku ya Jumapili au anaweza akaingia siku ya Jumatatu. Kwa hiyo kama ataingia siku ya Jumapili tayari tutakuwa tumekushachelewa ile tarehe 18. Kwa hiyo dua imesogezwa mbele, itafanyika tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo tuweni ni watu wenye subira, na Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'as sabirin. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Ukijiona we huna subira basi hauna khairi, kwa sababu as-sabru la ya'ti illa bil khair. Subira haiji isipokuwa kwa khairi. Ni bora uchelewe lakini ufanye nini? Lakini ufike. Bora uchelewe lakini ufike. Tuchelewe kuifanya dua hii, lakini tufanye kilicho bora ili tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo dua ya kisisina pamoja na operation ya ungo wa kisisina, vitu vyote viwili hivi vitafanyika tarehe 25 ya mwezi huu wa 3 mwaka huu wa 2025. Ndugu zangu, nilifafanua kwa nini umeitwa ungo wa kisisina. Nilifafanua kwa sababu ungo huu haukaliwi isipokuwa pale itakapokuwa ikisomwa dua ya kisisina. Ndio maana na wenyewe ukaitwa ungo wa kisisina. Kama nilivyoeleza, aina 7 za majani ndizo zilizotengeneza ungo huu. Kuna majani ambayo ni munasaba kwa ajili ya kubatilisha uchawi tu,
na kuna majani ambayo ni munasaba litardi shayatini, kwa ajili ya kuwafukuza mashaitani, na kuna majani ambayo ni munasaba lihalil uqad, kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi kwa aliyefungwa. Lakini pia kuna majani yanayofungua mafundo ya kishaitani, kwa sababu shaitani akikuvaa pia huwa anakufunga. Lakini pia yapo majani liizalati al-aini wal hasad, ambayo hutumika kwa ajili ya kuondosha vijicho na kwa ajili ya kuondosha hasadi. Lakini katika hayo majani 7 kuna majani ambayo hutumika litanwiri aljasad wal jalbi, kwa ajili ya kung'arisha mwili na kwa ajili ya kurejesha mvuto. Na ndio maana nikasema hapo mwanzo, si kujichumia tu majani, bali ni majani ambayo yanafanya kazi maalum. Na tumejuaje ya kwamba majani hayo yanafanya kazi hiyo? Kwa sababu ilmu tibbi asasuhu mabniyu ala tafhisi wal bahathi au watajarub. Elimu ya tiba msingi wake umejengwa kwenye utafiti na majaribio, na si kwamba mimi ndio naanza kufanya utafiti. Jambo hili limefanyiwa utafiti na mabingwa wa tiba, tena watafiti ambao wameandika na vitabu, na wakataja aina 7 za majani hayo, kwa sababu wao walifanya utafiti na wakafanya majaribio. Na sisi leo hii Mwanza tarehe 25 tunafanya zoezi hili. Operation hii haijawahi kufanyika hapa Mwanza. Kwa wale wakongwe wa kituo hiki wanajua hakuna kitu kiliwahi kufanyika kinachoitwa dua ya kisisina kinachoambatana na ungo wa kisisina. Ndio mara ya kwanza tunakwenda kufanya. Sasa huu ungo huu ni miongoni mwa vyamba jengo ambavyo hutumika kwa ajili ya tiba. Tiba yoyote ile lazima vyamba jengo vitumike. Na ndio maana tunasema hata dua zetu sisi wakati mwingine huwa ni dua tiba, sio dua za kawaida. Dua ya kawaida unaweza ukaomba ikiwa chukuchuku, labda sana sana umewashaudi au umetia ubani, ni dua za kawaida, haina shida ukifanya chukuchuku. Lakini dua tunazozifanya sisi ni dua tiba, huwa zinaambatana na vyamba jengo. Na miongoni mwa vyamba jengo vinavyoambatana na dua yetu ya kisisina ndio huu ungo huu uliosukwa na aina 7 za majani, na majani haya ni tiba. Na nyinyi mtakwenda kuyashuhudia maajabu makubwa tarehe 25 biidhnillah tabaraka wa taala. Tusemeni insha Allah. Maajabu yanashuhudiwa kwa sababu utatokea uponywaji wa haraka. Watu wataponywa haraka biidhnillah tabaraka wa taala. Watu watafunguliwa haraka, lakini miili yao itatiwa nuru haraka biidhnillah tabaraka wa taala. Mivuto itarejeshwa biidhnillah tabaraka wa taala. Watu watajikwamua kutoka katika mashakil na kuyaweka mambo yao kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora. Sasa dua zetu huwa zina maandalizi. Tumetoa kifaa maalum na watu wamegawiwa bure kifaa hiki. Kifaa chenyewe ndicho kitakachokuwezesha wewe kushiriki vyema katika zoezi hili. Hivi sasa takriban mwezi mzima tumekuwa tunakitoa kifaa hiki, na leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha tutakitoa kwa wale ambao hawajapata. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Lakini dua hii itaambatana na uzinduzi wa dawa 2, na tumeanza kuzielezea kwa fujo redioni hizi dawa. Na ieleweke kwamba dawa pisi zake ziko chache sana. Hivi ninavyozungumza kuna baadhi ya watu wa Musoma, Muleba, Geita, Katoro wamekwisha tuma fedha
na wametunza miamala yao ili watunziwe dawa zao. Wapo ambao wameomba watunziwe pisi 5, lakini kuna wengine wameomba watunziwe pisi 10, kwa sababu ni mtu mmoja anaweza kutoka Msoma lakini ana watu 9 na yeye ni wa 10. Anasema utakwenda wewe, utatuchukulia dawa, utatuletea. Kwa hiyo utakuta mtu yuko Geita lakini anatuma 200,000 kwa sababu ana watu 20. Watatuma mtu mmoja aje kuwachukulia siku ya uzinduzi ili awapelekee. Kwa hiyo pisi ziko chache sana. Unaweza ukawa unaishi hapa Mwanza, lakini tarehe 25 cha kushangaza ukakuta dawa zimemalizika. Kwa hiyo dua yetu ya Kisisina pamoja na operation ya ungo wa Kisisina vitaambatana na uzinduzi wa dawa 2. Dawa ya kwanza inaitwa Kisisina Oil. Na kwa nini imeitwa Kisisina Oil? Kwa sababu haya ni mafuta yaliyokamuliwa kutoka katika miti ya aina 7. Na hii miti ndiyo iliyotuzalishia majani yaliyotumika kuusuka ungo wa Kisisina. Kwa hiyo Kisisina Oil, mafuta haya ya Kisisina yanatokana na aina 7 za miti. Miti inayotoa majani ambayo yametumika kusuka ungo wa Kisisina utakaofanya operation tarehe 25. Kwa hiyo mafuta haya ya Kisisina ukiyatumia vizuri, kama umerogwa uchawi wa aina yoyote, iwe ni sihiru dakhilia, uchawi unaokaa ndani ya mwili wako, au iwe ni sihiru kharijia, uchawi unaokaa nje ya mwili, au iwe ni asihiru mutaraddidu baina dakhilia wal kharijia, ni wenye kuzengazenga baina ya kukaa ndani ya mwili wako na kukaa nje ya mwili wako, ukiyatumia vizuri mafuta ya Kisisina yanakwenda kubatilisha uchawi huo. Lakini pia mafuta ya Kisisina yana uwezo mkubwa yakitumika vizuri. Sikilizeni pointi yakitumika vizuri. Kuna mtu mwingine anapewa mafuta anakwenda kutumia kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo mafuta ya Kisisina yakitumika vizuri yana uwezo wa kufungua mafundo ya kichawi. Kama ambavyo ungo wenyewe ukifanya operation kwenye mwili wako unafungua mafundo ya kichawi, kadhalika mafuta haya biidhnillahi tabaraka wa taala yana uwezo wa kufungua mafundo ya kichawi. Iwe mtu alikuroga kisha akakufungia makaburini, mafuta haya yakitumika vizuri yanakwenda kukufungua biidhnillahi tabaraka wa taala. Iwe ni mtu alikuroga kisha akamchukua bundi, ile hirizi akaifunga kwa manuizi kwenye ubawa wa bundi au kwenye mguu wa bundi, kisha bundi akaachiliwa kwa manuizi maalum. Ukiyatumia vizuri mafuta ya Kisisina yatakwenda kufungua fundo hili. Iwe ni mtu amekuroga kisha akakufunga, lakini hirizi aliyoitumia kukufunga alichimbia ardhini kisha juu yake akajenga jengo, hata kama kumejengwa gorofa. Yani mtu amekuroga akakufunga, then ile hirizi akaichimbia chini ya ardhi, halafu juu yake kukajengwa jengo, hata kama ni gorofa. Mafuta haya ya Kisisina yakitumika vizuri yanakwenda kukufungua biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini wapo ambao wameveshwa vivuli vyenye kiza, wameveshwa na wataalamu wa tiba wanaita ni sihirul inkis, ni uchawi wenye kupindua mambo. Ukiveshwa kivuli chenye giza, mambo yako yanakuwa ndivyo sivyo, kwa sababu kivuli hiki huwa kinatumikishwa na shaitani wa kijini. Kwa hiyo kina uwezo wa kukutangulia wewe kwenye kila jambo zuri unalotaka kulifanya kwa ajili ya kulifelisha. Sasa kuna mtu anavishwa kivuli kama hiki, na ukishavishwa kivuli kama hiki,
mwili wako huwa unakosa nuru, mwili wako huwa unapoteza mvuto. Sasa mafuta haya ya kisisina yakitumika vizuri yanakwenda kukiondosha hicho kivuli, na sio kukiondosha peke yake, bali yanatia nuru kwenye mwili wako, na si kutia nuru tu, bali yatarejesha mvuto biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini mafuta haya, kama wewe ni mfanya biashara lakini umekuwa ni mtu wa kudrop siku hadi siku mpaka una fikra za kuifunga biashara yako, usiifunge biashara yako. Wewe mwenyewe utayatumia mafuta, lakini pia tutakuelekeza lile eneo unalofanyia biashara, mafuta haya utatumiaje. Unaweza ukatumia mara moja tu, lakini faida yake ukaipata miaka 5 mbele. Sasa miaka 5 mbele umepiga hatua ya kiasi gani? Hatua kubwa. Sasa usikate tamaa, tunakuletea kitu kilicho bora, kitakachokufanya wewe ufungue kurasa mpya katika maisha yako. Mafuta ya kisisina haya. Haya mafuta ya kisisina yatatolewa kwa sadaka ndogo, sadaka ya shilingi 10,000 tu. Na tunaanza kuyazindua tarehe 24 na mwisho wa uzinduzi ni tarehe 25. Nyinyi wenyewe mnaona namna majani yake yalivyotusumbua kuyapata. Tumeiakhirisha dua mara 3. Tumeakhirisha tarehe 4, tukaakhirisha tarehe 11, tukaakhirisha tarehe 18. Tunakwenda kusoma tarehe 25. Hatukuwa tunaakhirisha kwa makusudi. Mara ya kwanza ilikuwa ni siha yangu mimi, afya. Lakini hizi mara 2 tulizoahirisha ni kwa sababu majani yenyewe ilikuwa ni adimu kuyapata. Sasa kama ambavyo majani yake ni adimu kuyapata, ndivyo ilivyo hata mafuta yake pia ni adimu kupata. Ndio maana tunasema pisi ziko ni chache sana. Leo wapo watu humu wamekwenda dukani pale, wameandikisha na wamepewa vikaratasi vyao. Walokwenda kuandikisha, hebu wanyoshe mikono, nimewaona. Wamekwenda kuandikisha. Sasa wewe ambaye umezoea unavizia ile Jumamosi au Jumapili, wallahi chelewa utamkuta mwana si wako. Pisi ziko chache sana. Ikutoshe tu kuona kwamba mbona dua hii imeakhirishwa sana, ni kwa sababu mali ghafi hazijakamilika. Sasa usumbufu huu ndio usumbufu uliotupata kwenye mafuta yenyewe.